Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na mambo haya mazuri na upatikanaji huu wa hati safi, halmashauri yako bado inakumbwa na changamoto kubwa sana, haswa za kiutendaji. Tusipozizungumza tutakuwa tuwasaidii hata kidogo. Halmashauri ya mji wa Mbulu imeendelea kuwa halmashauri yenye changamoto nyingi za kiutendaji. Sasa mimi binafsi tunashindwa kuelewa, shida ni wataalamu, shida ni baraza la madiwani, wanashikilia kila kitu, wanakuwa wabishi kama ilivyokuwa kule nyuma na kutaka vitu vyote wao ndio wavioni vifanyike, wakati kila wakati tunakwenda tunaharibu. Ama shida ni nini? Kwa sababu unajua kuna zile changamoto za asili. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika ukaaji wangu wa kwenye huu mkoa niliwahi kupata taarifa siku moja kwamba unajua Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mji wa Mbulu ulitangazwa siku moja na Nairobi. Okay? Lakini katika mkoa wetu mji wa Mbulu ndio mji peke yake wenye barabara mbili, yani double road. Ila ni kakipande kadogo ka double road. Sasa ananiambia, "Huo sasa ndio ulikuwa mpango wa serikali wa kufanya mji wa Mbulu kuwe mkubwa. Sasa nini kimefanya Mbulu haikue?" Akasema do. Na nukuu nilivyoambiwa. Mkuu, mara nyingi kukua kwa mji kunataka mchanganyiko wa watu wanaokuja na idea mbalimbali, wawekezaji, miradi mbalimbali, ndio miji inakuwa. Mji wa Mbulu wameshawahi kukusanyana, wakakusanya hela, wakamuondoa mfanyabiashara mkubwa Muhindi alikuwa pale. Wanataka wakae peke yao. Hata kukaa peke yenu ndugu zangu, mji hauwezi kupata vitu vipya. Hauwezi kujifunza mambo mengine mapya. Wananiambia yani kama una roho ngumu ndio utakaa Mbulu. Lakini kama una roho nyepesi Mbulu ukai. Kwa sababu watakufukuza tu. Asa mkifukuza wenzenu mtapata wapi maendeleo? Wazalamu wangetufukuza na Wandengereko Dar es Salaam ingekuwa vile. Acheni watu waje ili waweze kufanya Mbulu iwe kubwa. Wafanya biashara wakubwa, wawekezaji wakubwa wanaokuja hapa tusiwapige majungu, kwa sababu pia tunajirudisha si wenyewe nyuma na vizazi vyetu. Watoto wetu wanakuwa, tunataka wengine wabaki hapo wafanye kazi. Watafanya kazi wapi? Wawekezaji tunawaondosha. Na inawezekana pia hata kwenye kudumaa kwa baadhi ya miradi pia ni kwa sababu tu ya ubinafsi tulionao. Kwa ndugu zangu, la kwanza la kwangu tupunguze ubinafsi. Tupunguze ubinafsi, tuangalie nchi inaendaje, upepo wa serikali ukoje. Upepo wa serikali tunahitaji ifikapo 2050 dira ya taifa ya maendeleo iwe imetekelezwa. Na 70% yake itatekelezwa na sekta binafsi na watu wengine. Si serikali kazi yetu ni kutengeneza sera, sheria na miongozo na kuisimamia. Kwa Mbulu ili tuweze kwenda sawa sawa ni lazima tuondoe kwanza hiyo kwenye vichwa vyetu, tukitambua kwamba vile ambapo sisi tumekaribishwa kwenye mikoa mingine tukawekeza tukakua, ndivyo wengine pia watakuja kwenye maeneo yetu wakawekeza wakakua. Ukienda leo Dar es Salaam unakutana na watu kule wametoka wapi? Wametoka Mbulu. Kwenu wapi? Kwetu Haidom. Kwenu wapi? Kwetu sijui Bashai. Wako kwa Dar es Salaam wanafanya mabiashara makubwa. Mbona kule hawachangiwi fedha wakaambiwa tokeni muondoke? Hamtakiwi kukaa hapa. Hatuwezi kukua. Hatuwezi kubadilika. Na watoto wa mjini wanakwambia ukitaka kuwa tajiri hakikisha wote waliokuzunguka wana hela, ndio hela yako utaiona.